Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema chama hicho kitaiweka hadharani ilani yake mpya ya mwaka 2025-2030 ambayo itanadiwa wakati wa uchaguzi mkuu mwaka huu. Nchi ya China imeeleza kukasirishwa kwake na hatua ya serikali ya Marekani kuwapa kubatilisha visa za wanafunzi wa China walioko Marekani, ikiita hatua ya Rais Donald Trump kuwa ya kisiasa na kibaguzi. Na katika michezo, Dream Media rasmi leo Mei 29 mwaka huu imetambulisha michuano ya Dream Intercollege Super Cup inayotarajiwa kuanza kutimua vumbi Mei 31 hadi Juni 7 mwaka huu kwa vyuo 4 kushiriki. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo, na uko nami Resta Faris. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema chama hicho kitaiweka hadharani ilani yake mpya ya mwaka 2025-2030 ambayo itanadiwa wakati wa uchaguzi mkuu mwaka huu. Rais Dr. Samia ameyasema hayo leo Alhamisi wakati akifungua mkutano mkuu wa chama hicho unaofanyika kwenye ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma, ambapo amesema ilani hiyo imeandaliwa kwa weledi mkubwa na imewashirikisha wadau mbalimbali. Zaidi tumsikilize Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akihutubia mkutano mkuu wa CCM. Wajumbe wote wa mkutano mkuu kwa pamoja tutabeba jukumu la kuifikisha na kuitangaza ilani kwa wananchi wakati utakapofika. Jukumu hili litakuwa sambamba na kuyatangaza kwa wananchi mafanikio yaliyofikiwa na CCM katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka ile tunayoimalizia. Waheshimiwa viongozi na ndugu wajumbe, katika kuendelea na jitihada za kukijenga Chama cha Mapinduzi. Sauti ya kiongozi mkuu wa nchi Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Baadhi ya wajasiriamali jijini Mbeya wameiomba serikali kupitia wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA kuweka nguvu katika kuwafikishia elimu, wakisema kwa sehemu kubwa elimu hiyo bado haijawafikia kikamilifu. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wajasiriamali hao wameeleza kutokuwa na elimu yoyote kuhusu kazi zinazofanywa na BRELA na kwamba matamanio yao ni kuona wataalamu wanaofikia zaidi kuanzia mijini hadi vijijini ili kuleta manufaa kwa wote. Esau Godwin anasimulia zaidi. Mjasiriamali ni mtu ambaye anaandaa, anapanga au anasimamia biashara fulani, akikubali kukabiliana na hatari za kibiashara zinazoweza kujitokeza ili hali analenga kupata faida. Katika ulimwengu wa sasa inaelezwa kuwa mjasiriamali si tu njia ya kujitafutia kipato, bali pia ni njia ya kujenga maisha bora na yenye mafanikio. Wajasiriamali hao wameyazungumza hayo kwa nyakati tofauti, wakiomba serikali kupitia BRELA kuwapatia elimu zaidi juu ya kurasimisha biashara zao ili kuendelea kuinua uchumi wao na taifa pia. Naye afisa usajili kutoka wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA Gabriel Girangai amesema kuwa wamekuwa wakitumia njia tofauti kuhakikisha elimu inamfikia kila mmoja. Lakini vile vile social media na sehemu mbalimbali naenda fizikali kwenda kufundisha. Girangai ametaja kazi za BRELA kuwa ni pamoja na kusajili makampuni, alama za biashara na huduma na nyinginezo. Vile vile Girangai ameongeza kuwa ni vyema kila mmoja akakilinda cha kwake kwa kurasimisha biashara ili kuleta tija kwa siku za usoni. Esau Godwin, Dream Media habari. Mtazamaji wa Dream Media, nikukumbushe kuendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tinda. China imekasilishwa na hatua ya serikali ya Marekani kuapa kubatilisha visa za wanafunzi wa China
walioko Marekani kiita hatua ya Rais Donald Trump kuwa ya kisiasa na kibaguzi. Awali Marekani ilisema itaondoa nafasi ya wanafunzi hao kuomba visa za kuingia nchini mwake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Niang, amesema tayari wamewasilisha malalamishi yao kwa utawala wa Trump. Visa za wanafunzi hao zinachangia kiwango kikubwa cha mapato ya vyuo vikuu nchini Marekani. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani, Marco Rubio, amesema taifa lake pia litaimarisha ukaguzi na visa za wanafunzi wote kutoka China na Hong Kong. Marekani imechukua uamuzi huo kutokana na maandamano ya mara kwa mara ya wanafunzi katika vyuo vikuu. Na mjumbe wa Marekani kwa ajili ya Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, amewasilisha pendekezo jipya la kusitisha mapigano kwa siku 60 katika ukanda wa Gaza. Pendekezo hilo linalojumuisha kuachiwa kwa mateka 10 wa Israeli wanaoendelea kushikiliwa na Hamasi. Kulingana na rasimu mpya ya mpango huo, mateka hao wanapaswa kuachiwa kwa makundi mawili ndani ya wiki moja. Wanamgambo wa Hamasi pia wanatarajiwa kutoa miili ya mateka 18 ambayo bado inashikiliwa Gaza, hatua itakayotoa nafasi ya kuachiwa pia wafungwa wa Kipalestina wanaoendelea kushikiliwa katika magereza ya Israeli. Ndani ya miezi miwili ya utulivu kutarajiwa kufanyika mazungumzo kati ya Israeli na Hamas kujaribu kumaliza mgogoro wa miezi 20 uliochochewa na uvamizi wa Hamas kusini mwa Israeli tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Pendekezo hilo pia linaeleza kuwa usambazaji wa misaada katika ukanda wa Gaza, urejeshwaji chini ya shirika la Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa ya misaada ya kiutu. Na mtazamaji, huyo ni Brown Tinda katika habari za mataifa mbalimbali. Na katika michezo, Dream Media rasmi leo Mei 29 mwaka huu imetambulisha michuano ya Dream Intercollege Super Cup inayotarajiwa kuanza kutimua vumbi Mei 31 hadi Juni 7 mwaka huu kwa vyuo 4 kushiriki. Ramadhani Kasim anakuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo hii leo, Dream Media imezindua rasmi mashindano ya Dream Intercollege Super Cup, ikiwa ni kuashiria ufunguzi rasmi wa mashindano ya Dream Intercollege ambayo yamekuwa yakifanyika kila mwaka mwezi Novemba. Mashindano haya ya Dream Intercollege yana lengo la kuinua vipaji vya wanamichezo kutoka vyuo mbalimbali jijini Mbeya, ikiwa ni pamoja na vyuo vikuu na vyuo vya kati, na huu ni msimu wake wa 9. Akizungumza hii leo kwenye mkutano na waandishi wa habari, mratibu wa mashindano John Jerome amesema kwamba maandalizi yamekamilika kwa pande zote, hasa kuelekea michezo hiyo ya Dream Intercollege Super Cup ambayo inatarajiwa kuanza rasmi Mei 31 mwaka huu. Mfumo wa uendeshaji wa mashindano kiujumla, hatutatumia mfumo wa ligi kwa maana ya marathon. Ni mfumo ambao tutatumia kwa knockout stage, mfumo wa mtoano. Mfumo wa mtoano ambao kila chuo kitacheza michezo miwili kwa maana ya home and away. Lakini wakati tunasema home and away, kila chuo tuna imani kina uwanja wake wa nyumbani. Wakati unajiandaa kucheza mechi ya nyumbani, unafikiria kabisa kwamba kama nitakuwa nimefeli kwenye mchezo wangu wa kwanza, basi kwenye mchezo wa mkondo wa pili naweza nikafanikiwa. Kwa hiyo mwenye atakayepata matokeo ya jumla kwa maana ya ushindi ndo atakwenda kucheza finali. Kwa hiyo ukienda kuangalia, sio ratiba ya muda mrefu sana. Ni mashindano ambayo tunataraji. Kwa upande wao, wadhamini wakuu wa mashindano hayo mtandao wa Yas Tanzania kupitia kwa meneja wa biashara kanda nyanda za juu kusini Ronald Richard amesema udhamini wao katika mashindano hayo ni sehemu ya kurudisha kwa jamii, lakini pia kupeleka huduma karibu na jamii, hasa mtandao wa interneti. Ana nafasi pia ya kufanya vitu vingi kule tunapokuwa kwenye uwanja wa mashindano. Hamasa yetu kubwa na kitu kikubwa ambacho tunaendelea kuhamasisha mashabiki wengi hasa kutoka kwenye taasisi husika ambazo zinashiriki ya mashindano, vile vyuo vilivyotajwa, lakini hata vyuo vingine ambavyo sio washiriki kwa sasa kwenye Super Cup, lakini wanategemea kushiriki wakati ule atakapoanza mashindano rasmi ya vyuo. Tofauti na hii Super Cup, tunawaalika kwenye vile viwanja mbalimbali ambavyo vitatajwa wakati mashindano atakapokuwa yanafanyika, waweze kufika. Hawataweza kuona mpira tu, bali kuna vitu vingine vingi ambavyo tutakuwa tumeviandaa kama burudani kwao kuweza kuviona. Kwa upande wao, wawakilishi wa vyuo vitakavyoshiriki mashindano ya Dream Intercollege Super Cup wameeleza maandalizi kukamilika kuelekea michuano hiyo.
Mimi kwa majina yangu naitwa Rams Rafael Filmoni, ni waziri wa michezo wa chuo cha elimu ya biashara CBE Mbeya Campus. Sisi chuo cha biashara tumeyapokea kwa mikono miwili mashindano ya Dream Intercollege Super Cup msimu wa 2025. Na pia kwa upande wa kujipanga, tumejipanga vizuri na tuna uhakika wa kuwa bingwa. Kwa majina anaitwa Amiri Hamisi Amri, ni waziri wa michezo chuo kikuu Teofilo Kisanji University Mbeya. Sisi kama chuo kikuu Teofilo Kisanji tumeyapokea vizuri mashindano haya ya Dream Super Cup. Kwingineko, klabu za Simba na Singida Black Stars zimetaja kuendelea kwa maandalizi kuelekea mchezo wa nusu finali wa kombe la CRDB utakaofanyika Mei 31 katika dimba la Tanzanite kwa raha pale Babati mkoani Manyara. Ikumbukwe kuwa timu hizo zimekutana katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara Mei 28 na Simba kuibuka na ushindi wa goli 1-0 katika mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge pale jijini Dar es Salaam. Katika taarifa za michezo kimataifa, nyota wa Ipswich Town Liam Delap ameonyesha nia ya kujiunga na klabu ya Chelsea ambayo imefuzu kushiriki mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya kwa msimu unaofuata. Ikumbuke kuwa nyota huyo amekuwa akihusishwa na klabu mbalimbali kutokea pale nchini Uingereza kama Manchester United na Everton, huku klabu kutokea nchini Ujerumani na Italia nazo pia zikionyesha nia ya kuisaka saini ya nyota huyo. Kwingineko, klabu ya AC Milan ya pale nchini Italia na ushiriki ligi kuu soka nchini humo Serie A imeonyesha nia na ipo katika hatua za mwisho za mazungumzo na meneja Maximiliano Allegri ili kuwa kocha mkuu wa kikosi hicho. Hizo ndizo habari za michezo na hii ni Dream Media. Shukrani sana Ramadhani Kasim kwa taarifa hizo za michezo. Na kabla ya kuhitimisha Dream Media habari, nikukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo kwa siku ya leo. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema chama hicho kitaiweka hadharani ilani yake mpya ya mwaka 2025-2030 ambayo itanadiwa wakati wa uchaguzi mkuu mwaka huu. Nchi ya China imeeleza kukasirishwa kwake na hatua ya serikali ya Marekani kuwapa kubatilisha visa za wanafunzi wa China walioko Marekani, ikiita hatua ya Rais Donald Trump kuwa ya kisiasa na kibaguzi. Na katika michezo, Dream Media rasmi leo Mei 29 mwaka huu imetambulisha michuano ya Dream Intercollege Super Cup inayotarajiwa kuanza kutimua vumbi Mei 31 hadi Juni 7 mwaka huu kwa vyuo 4 kushiriki. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri.